Korea Kaskazini inayojulikana rasmi kama Democratic People's Republic of Korea ni moja kati ya nchi zinazovutia sana ulimwenguni kwa sababu ya siri zake nyingi, sheria zake kali na mfumo wake wa kipekee wa uongozi. Ni taifa ambalo limejifunga kwa kiasi kikubwa na dunia ya nje, jambo linalofanya habari zake kuwa za kushangaza zaidi. Katika makala hii utagundua mambo mengi ambayo huenda hukuwahi kuyasikia kuhusu taifa hili la kipekee. Kama bado haujasubscribe kwenye channel hii, basi fanya hivyo sasa. Korea Kaskazini hakuna uhuru wa mtandao wa internet. Katika Korea Kaskazini, watu wa kawaida hawana uhuru wa kutumia mtandao wa kimataifa unaoitwa internet kama ilivyo katika nchi zingine duniani. Badala yake kuna mtandao mwingine wa ndani unaoitwa Kwangmyong. Mtandao huu una taarifa zilizodhibitiwa na serikali pekee na hauna mawasiliano ya moja kwa moja na dunia ya nje. Hii ina maana kwamba huwezi kutumia Google, huwezi kuingia YouTube. Mitandao ya kijamii kama Facebook hairuhusiwi kabisa katika nchi ya Korea Kaskazini. Serikali inadhibiti kila kitu. Korea Kaskazini inaongozwa na familia moja kwa miongo kadhaa. Kiongozi wa sasa ni Kim Jong-un. Serikali inadhibiti vyombo vya habari, elimu, mavazi, kazi na wananchi. Habari zote zinazosambazwa lazima zipitishwe na serikali kwanza. Huwezi kusikia habari za kukosoa serikali kwenye television au radio. Pia kuna sheria kali kuhusu nywele. Inaweza kusikika kama utani, lakini ni kweli. Wananchi wanaruhusiwa kuchagua mitindo maalum ya nywele iliyopitishwa na serikali. Kuna orodha ya mitindo ya nywele iliyoruhusiwa. Wanaume wana chaguo chache sana. Wanawake pia wana mipaka maalum. Huwezi kuja na mtindo wako binafsi kama ilivyozoeleka kwenye nchi nyingine. Pia mji mkuu umechaguliwa watu maalum. Mji mkuu wa Korea Kaskazini unaoitwa Pyongyang, lakini si kila mtu anaruhusiwa kuishi huko. Ni watu waliochaguliwa tu, wenye uaminifu kwa serikali, wenye kazi nzuri, wenye historia nzuri ya familia. Hivyo kuishi Pyongyang ni kama heshima maalum. Ikiwa utatembelea Korea Kaskazini kama mtalii, hutakuwa huru kutembea peke yako. Utapewa waongozaji watalii, ratiba maalum ya kutembelea maeneo. Huwezi kupiga picha sehemu yoyote bila ruhusa, kuongea na wananchi kwa uhuru kutoka nje ya ratiba. Pia television ina chaneli chache sana. Korea Kaskazini ina chaneli chache sana za television, nyingi zikiwa chini ya serikali, maarufu kama Korea Central Television. Vipindi vinavyoonyeshwa mara nyingi ni habari za serikali, mafanikio ya viongozi, vipindi vya uzalendo. Korea Kaskazini haitumii kalenda ya kawaida ya dunia pekee, ile tuliyoizoea mimi na wewe, bali wanatumia kalenda inayoanza mwaka wa kuzaliwa wa viongozi wao wa zamani kama Kim Il Sung. Kalenda hii inaitwa Juche. Mfano, mwaka 2026 unaweza kuwa mwaka tofauti kabisa kwao. Pia ukiwa upo Korea Kaskazini, sahau kusikiliza muziki unaoupenda wewe, bali utalazimika kusikiliza muziki unaosifia taifa, muziki unaosifia viongozi. Pia ukiwa Korea Kaskazini, sahau kutazama filamu za Hollywood, sahau kutazama sinema zetu. Sheria za Korea Kaskazini zina adhabu kali sana. Makosa kama kutoroka nchi, kumkosoa kiongozi, kuangalia filamu zisizoruhusiwa yanaweza kupelekea kufungwa jela au adhabu kali zaidi. Korea Kaskazini ina jeshi kubwa sana duniani. Wananchi wengi hulazimika kujiunga jeshini kwa muda mrefu. Wanaume miaka kadhaa, wanawake pia wanahusishwa. Jeshi ni sehemu muhimu sana ya taifa. Nchi imegawanyika na Korea Kusini. Korea Kaskazini na Korea Kusini ziligawanyika baada ya vita vilivyoitwa Korean War. Kuanzia mwaka 1950 hadi mwaka 1953. Mpaka kati yao unaoitwa Demilitarized Zone
Ni moja ya maeneo yenye ulinzi mkali zaidi duniani. Ukiwa Korea Kaskazini, sahau uhuru wa kuzurura ama kusafiri hovyo. Wananchi wa Korea Kaskazini hawawezi kusafiri nje ya nchi bila ruhusa maalum. Hata ndani ya nchi, kusafiri kutoka mji mmoja hadi mwingine kunahitaji kibali. Propaganda imeenea kila mahali. Propaganda ni sehemu ya maisha. Kila mahali utaona mabango ya viongozi, kauli za uzalendo, picha kubwa za viongozi. Kuna hadithi nyingi kuhusu viongozi. Kuna simulizi nyingi zinazodai mambo ya ajabu kuhusu viongozi wao, hasa kuhusu Kim Jong Il. Baadhi wanadai alikuwa na uwezo wa ajabu, alizaliwa chini ya ishara maalum. Hizi hutumika kuongeza heshima kwa viongozi. Korea Kaskazini ina uchumi uliofungwa. Biashara nyingi zinadhibitiwa na serikali. Hazina ushindani wa kimataifa. Hii husababisha changamoto za kiuchumi kwa wananchi. Katika Korea Kaskazini, hakuna uhuru kamili wa kuabudu kama ilivyo katika nchi nyingine. Ingawa kisheria kuna uhuru wa dini, kwa vitendo dini inadhibitiwa sana. Kuabudu kwa siri kunaweza kuleta matatizo. Dini nyingi zinaonekana kama tishio kwa serikali. Pia kizazi kinaweza kuadhibiwa kwa kosa la mtu mmoja. Moja ya mambo ya kushangaza zaidi ni mfumo unaojulikana kama adhabu ya kizazi. Ikiwa mtu atafanya kosa kubwa kama kutoroka nchi, kumsaliti kiongozi, hata familia yake inaweza kuadhibiwa. Hii inaitwa kwa Kiingereza 3 generations punishment. Pia kuna mji bandia karibu na mpaka wa Korea Kusini. Kuna maeneo yanayoonekana kama miji ya kawaida, lakini baadhi ya wataalam wanaamini ni miji ya maonyesho. Majengo yapo lakini hakuna watu wengi. Taa zinawashwa ili kuonyesha maisha mazuri. Kwa taarifa yako, Korea Kaskazini imewahi kubadilisha saa yake ili kujitofautisha na dunia. Wanatumia kile kinachoitwa Pyongyang Time. Hii inaonyesha jinsi wanavyotaka kuwa tofauti na mataifa mengine. Pia kuna makumbusho ya ajabu. Korea Kaskazini ina makumbusho mengi yanayosimulia historia yao kwa mtazamo wao. Moja maarufu ni makumbusho ya vita vya Korea. Maelezo mengi yanasisitiza ushindi wao na ujasiri wa viongozi wao. Michezo pia hutumika kama siasa. Korea Kaskazini hushiriki michezo ya kimataifa kama Olympics. Ushindi hutumika kama propaganda. Wanamichezo hupata heshima kubwa wakishinda. Pia kuna tamasha kubwa sana duniani. Korea Kaskazini huandaa tamasha kubwa sana liitwalo Orirang Festival. Tamasha hili lina maelfu ya watu, ngoma na maonyesho ya pamoja, uratibu wa hali ya juu sana. Ni moja ya maonyesho makubwa zaidi duniani. Pia Korea Kaskazini watu wanaweza kupotea bila maelezo. Katika baadhi ya ripoti kuna watu wanaopotea bila maelezo wazi. Inaaminika kuwa wanaweza kupelekwa kwenye maeneo ya kazi maalum au kuhojiwa na serikali. Hii ni moja ya mambo yanayoogopesha zaidi kuhusu taifa hilo. Pia lugha imedhibitiwa. Hata lugha wanayotumia imeathiriwa na siasa. Maneno mengi ya kigeni yameondolewa au kubadilishwa. Yamebadilishwa ili kuendana na utamaduni wao. Pia kuna hoteli kubwa inayotumika sana. Kuna jengo refu sana liitwalo Ringyong Hotel. Ni moja ya majengo marefu zaidi nchini, lakini kwa muda mrefu halikutumika. Limekuwa likiitwa hoteli ya mzimu. Pia wananchi wanatakiwa kutoa heshima kwa viongozi wao. Kwa taarifa yako, katika Korea Kaskazini, picha za viongozi ziko karibu kila nyumba. Wananchi wanatakiwa kuziheshimu. Huwezi kuziharibu, kuzitupa, kuzipuuza. Pia elimu inalenga uzalendo mkubwa. Watoto wanafundishwa tangu wakiwa wadogo kumpenda kiongozi, kuamini mfumo wa taifa. Masomo mengi yanahusisha historia ya viongozi wao. Pia kuna jeshi kubwa la kimtandao.
Korea Kaskazini inaaminika kuwa na kikundi cha wataalamu wa mtandao kinachojulikana kama hackers. Wanahusishwa na mashambulizi ya kimtandao, udukuzi wa mifumo ya kimataifa. Pia wananchi wengi hawajawahi kuona dunia ya nje kwa sababu ya vizuizi. Watu wengi hawajawahi kusafiri nje, hawajui maisha ya nje yakoje. Hii huwafanya kuamini kile wanachoonyeshwa na serikali. Pia taifa linajitegemea kwa kiwango kikubwa. Korea Kaskazini ina mfumo unaoitwa Juche. Huu ni mfumo wa kujitegemea kiuchumi, kisiasa, kijeshi. Korea Kaskazini ni nchi yenye mambo mengi ya kushangaza ambayo ni tofauti kabisa na ulimwengu wa leo. Kuanzia sheria kali, udhibiti wa habari, hadi maisha ya kila siku ya mwananchi wake. Taifa hili linaendelea kuwa fumbo kwa watu wengi duniani. Ingawa baadhi ya mambo yanaweza kuonekana ya ajabu au ya kutisha, ni muhimu kuyaangalia kwa mtazamo wa historia, siasa na utamaduni wao. Na hii ni HD 700. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata taarifa zaidi.